Mvutano kati ya Israel na Iran umeendelea kuongezeka baada ya Israel kutekeleza mashambulizi mapya yaliyolenga maeneo kadhaa muhimu ndani ya Iran, ikiwemo miundombinu ya petrochemical katika mkoa wa Khuzestan. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, kiwanda cha petrochemical cha Karun kilichopo kusini magharibi mwa nchi kililengwa katika mashambulizi hayo na kusababisha uharibifu wa baadhi ya miundombinu ya kituo hicho. Shirika la habari la Fars News lilisema mashambulizi hayo yalifanywa na adui wa Kizayuni, likimaanisha Israel. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema Israel ilitumia makombora ya masafa marefu yaliyorushwa kutoka angani kuelekea maeneo mbalimbali ndani ya Iran. Milipuko iliripotiwa katika miji ya Tehran, Tabriz na Isfahan, huku ripoti zikieleza kuwa takriban maeneo 25 yalilengwa katika operesheni hiyo. Baadhi ya maeneo yaliyoripotiwa kushambuliwa ni pamoja na ghala la kuhifadhi ndege zisizo na rubani drone mjini Tehran, pamoja na maeneo karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehrabad. Kufuatia mashambulizi hayo, Iran ilifunga anga katika maeneo yaliyozunguka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, ambao ni uwanja mkuu wa ndege nchini humo. Kwa upande wake, jeshi la Israel IDF limesema operesheni hizo zililenga maeneo ya kijeshi kaskazini magharibi mwa Iran. Mkuu wa majeshi ya Israel Luteni General Eyal Zamir pamoja na viongozi wengine wa juu wa jeshi walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Wakati huo huo, Israel imedai kuwa ilifanikiwa kuyadungua makombora yote yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran kuelekea nchini humo. Jeshi hilo limesema mabaki ya makombora ndiyo yalionekana kuanguka katika eneo la Ukingo wa Magharibi. Tahadhari za usalama pia zilitolewa katika eneo la Jerusalem kufuatia taarifa za uwezekano wa mashambulizi ya makombora. Huduma ya dharura ya Magen David Adom MDA ilisema mtu mmoja alipata majeraha madogo baada ya kuanguka alipokuwa akikimbilia mafichoni. Katika tukio lingine, waasi wa Houthi kutoka Yemen walirusha kombora kuelekea Israel, lakini mamlaka za Israel zilisema kombora hilo lilidunguliwa kwa mafanikio kabla ya kufika katika anga ya nchi hiyo. Afisa mmoja wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa jeshi la Marekani halikushiriki katika mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Taarifa hiyo imekuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akiendelea kusisitiza umuhimu wa suluhisho la kidiplomasia, huku mazungumzo kati ya Washington na Tehran yakiendelea. Mashambulizi haya mapya yanaongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makubwa katika Mashariki ya Kati, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo hayo ya mzozo huo.